Habari za amani, familia ya imani. Mimi ni mhudumu wenu katika utafiti huu wa Biblia kutoka Mwanzo hadi Ufunuo. Leo tunasoma hadithi inayotuonyesha tofauti kati ya kuishi kwa imani na kuishi kwa hofu. Katika Hesabu sura ya 13 na 14, tunaona jinsi wapelelezi 12 walivyotumiwa kupeleleza nchi ya ahadi, lakini zaidi ya hayo, tunaona jinsi imani na hofu zinavyopambana. Hebu tuangalie kina cha funzo hili muhimu. Bwana akamwambia Musa, tuma watu wapeleleze nchi ya Kanaani ninayowapa Waisraeli. Utume mtu mmoja kutoka kila kabila la baba zao. Wapelelezi hao walirudi baada ya siku 40 wakiwa na mazao ya nchi, lakini pia na ripoti ya kutisha. Walisema hakika inatiririza maziwa na asali, lakini watu wanaoishi humo ni wenye nguvu, na miji yao ni mikubwa na imezungushiwa ukuta mkuu. Kalebe na Yoshua waliwaambia, nchi tunayoipita ni nzuri mno. Bwana yupo pamoja nasi, msiwaogope. Kuna mambo mengi tunayoyapita bila kuyanotice katika hadithi hii. Kwanza, wapelelezi walichukua siku 40, nambari inayoashiria kipindi cha majaribio. Pili, Kalebe alikuwa Mkenizi, si Mwisraeli wa asili, lakini alikuwa na imani kubwa kuliko wengine wote. Jambo la tatu, Mungu aliahidi kumpenda Kalebe na kumpenda kizazi chake hadi kizazi cha 10, baraka ambayo inaendelea hadi leo. Haya ni maelezo yanayotuonyesha jinsi Mungu anavyotilia maanani imani kuliko utaratibu wa kikabila. Katika hadithi hii tunaona mabadiliko makuu ya kiroho. Waisraeli walibadilisha kutoka kuweka tumaini kwa utume wa Mungu hadi kuweka tumaini kwa mipango yao wenyewe. Walibadilisha kutoka kuona uweza wa Mungu hadi kuona ugumu wa mazingira. Walitoka kwenye imani ya ushindi na kuingia kwenye hofu ya kushindwa. Hii ni mfano wa jinsi hofu inavyoweza kutupokonya baraka za Mungu. Walisahau jinsi Mungu alivyowatoa Misri, alivyowagawa bahari, na alivyowaongoza kwa nguzo ya wingu na moto. Wanyamapori wa kondeni walikuwa wakiangalia tukio hili kwa mshangao na huzuni. Kutoka juu hapa nawaona watu wa Mungu wamejaa hofu badala ya imani. Je, wamesahau jinsi alivyowaokoa mara nyingi? Wameona mazao ya nchi, maziwa na asali, lakini badala ya kushukuru wanaogopa. Bipili kweli. Moyo wangu unauma kuona jinsi wanavyomkataa Mungu aliyewaahidi nchi hii. Imani ya Kalebe na Yoshua inaongoza, lakini ni wawili tu kati ya watu 1000 nyingi. Nchi ya asili inaungama kwa sababu ya dhambi ya kutokuamini. Hata sisi tunapata madhara kwa sababu ya kutokuamini kwao. Lakini Mungu ni mkuu. Atawaleta kizazi kipya baada ya miaka 40, kizazi kitakachomjua. Funzo hili ni muhimu sana kwa maisha yetu ya leo. Kwanza, ni muhimu tutazame changamoto zetu kwa macho ya imani, si ya hofu. Pili, tuamini ahadi za Mungu hata wakati mazingira yanaonekana magumu. Tatu, tujenge marafiki wenye imani kama Kalebe na Yoshua ambao watatusaidia kusonga mbele. Hofu ya mwanadamu ni mtego, lakini imani ya Mungu ni ushindi. Tusije tukawa kama kizazi kile ambacho hakikuingia kwenye pumziko kwa sababu ya kutokuamini. Hebu tumwombe Mungu. Baba wa mbinguni, tunaomba utuondolee hofu na kutujaza imani. Kama Kalebe na Yoshua, tutupe moyo wa kuamini ahadi zako bila kujali changamoto zinazotukaribilia. Tusaidie kuona mambo kwa macho yako, si kwa macho yetu ya kibinadamu. Tuunge mkono katika maombi, kama ilivyosemwa katika Matendo 12, ili uweze kutuleta ushindi. Katika jina la Yesu, amina. Asanteni kwa kujiunga nasi katika utafiti huu. Kumbukeni, Mungu yupo pamoja nasi, msiogope. Tutaonana katika kipengele kijacho ambapo tutaendelea na safari yetu ya Mwanzo hadi Ufunuo. Mungu awabariki. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.